الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. ومناسبة وكفيكيا mwishoni mwa mwezi huu wenye baraka uliobarikiwa, mwezi wa Ramadhani katika mwaka huu 1447. Kwa leo hii ni usiku wa 28. Tumependelea darasa yetu tuzungumzie kuhusu zakatul fitri, japo kwa mukhtasar, ili kwa wale wasiojua wajue, wao wamejifunza kupitia darasa, na wale wanaojua lakini wamesahau wajikumbushe. Almuhimu ni kuwa kuna ukubwa na umuhimu, iko haja ya watu kufundishana katika dini na kukumbushana. Zakatul fitri ni moja katika ibada kubwa zilizofaradhishwa katika umma huu. Zaka ya fitri. Zaka ya fitri imefaradhishwa mwaka wa pili tangu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina kutokea Makka, na huo ndio mwaka uliofaradhishwa somo. Mwaka uliofaradhishwa somo, mwaka wa pili hijiria, ndio mwaka uliofaradhishwa zakatul fitr. Zimekuja hadithi nyingi kuhimiza jambo hili na kuonyesha ni jambo lilofaradhishwa. Miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi iliyopokewa na Imam Muslim rahimahullah ta'ala kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri, mtaja kwa sanadi yake mpaka kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema kunna nukhriju zakat al-fitri idh kana fina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tukiitoa zakatul fitri wakati alipokuwa na sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika hadithi ibn Abbas عند أبي داود يقول رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameifaradhisha zaka ya fitri. Zaka alafu ya fitri ni zaka, na zaka ni sehemu katika nguzo ya Uislamu, ni moja katika nguzo za Uislamu 5, lakini hii ni ya fitri, yani ni zaka inayotolewa wakati wa watu kufungua, kuweka egemezo kwenye wakati wake. Hikma ya kuwekwa zakatul fitri imebainishwa katika hadithi ibn Abbas. Malengo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha hivi kwa ajili gani? Tuhuratan lisaim min al-laghwi wal-rafath, kwa ajili ya kumtakasa mfungaji atakasike na maneno machafu na vitendo vichafu alipovisema. Kwa hiyo zakatul fitri ni fardhi kwa yule anayeweza kuitekeleza, lakini katika malengo yake vile vile ni ighna'ul faqri 'an as-su'al, kumtosheleza fakiri asiombe ombe, kwa sababu haja inampelekea shida, imemkamata akaona kwamba ngoja nikawaombe ndugu zangu. Tunasema kwamba zakatul fitr ni tuhratun lis-sa'im min al-laghwi wal-rafath, ni kwa ajili ya kumtakasa muislamu kutokana na laghu, ni maneno ya kipuuzi, na kadhalika rafath, mtu amesema maneno yasiyokuwa na maana
matusi na mengineyo. Sasa muislamu atakapokuwa ameyasema hayo wakati amefunga, basi anahitaji kujitakasa, na kujitakasa kwenyewe ni kwa kujitolea, kwa kumsaidia ndugu yake muislamu aliyekuwa muhitaji katika jambo hili. Lakini pia ni tu'matun lilmasakin, tu'matan lilmasakin, ni chakula kwa maskini. Kuna watu siku ya Eid hawana uwezo, ni siku ya furaha, iko na ndugu zake waislamu amefunga nao pamoja, lakini leo amefungua, sasa Eid imefika, hajui akale wapi au atawalisha nini watoto wake. Kwa hiyo ukimpa zakatul fitri umemsaidia kumpa chakula. Kwa hiyo katika malengo pia vile vile ya kutoa zakatul fitri, pamoja na kujitakasa wewe na hayo mambo mabaya, maneno machafu uliyozungumza yakaharibu, yakatia upungufu kwenye saumu yako, lakini pia ndani yake upatikana huruma ya kumpa chakula ndugu yako muislamu, badala ya yeye kwenda kuomba, akazunguka kwenda kuomba watu, amaomba yule mara akakupe huku. Basi ilikuwa sawa sawa ni kumsaidia kabla ya kwenda kuwaomba ndugu zake waislamu. Haya ni katika malengo ya kuwekwa zakatu alfitri. Kusaidiana ni katika malengo muhimu ya kijamii ambayo Uislamu unayahimiza, kutengeneza jamii yenye mshikamano, yenye umoja, yenye huruma, kwa kusaidiana chakula. Na hukumu ya zakatul fitri inapasa juu ya kila Muislamu, mwanamume, mwanamke, mtoto mdogo, mtu mzima, mwenye akili timamu, hata mwenda wazimu pia anatakiwa atolewe zakatul fitri. Kwa hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Kwa ni wajibu kutoa zaka. Kwa hadithi hii Ibn Umar anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha kuitoa zakatul fitri, amefaradhisha kutoa zakati ya fitri ya Ramadhani, kutoa pishi moja ya tende au pishi moja ya shairi. Wajibu huo ni kwa muungwana, mtumwa, mwanamume, mwanamke, mtoto mdogo, mtu mzima katika Uislamu. Kwa Muislamu awe mtoto mdogo au mtu mzima, mke au mume, atakiwa atoe zakatul fitr. Hadithi muttafaqun alayh. Al-Imam Ibn al-Mundhir anasema ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilm على أن صدقة الفطر فرض. wameafikiana wote, kila ambaye tumehifadhi elimu kutoka kwake katika watu wa ilmu, wameafikiana juu kwamba zakatul fitri ni fardh. Kwa ni ijmaa ya ahli ilmu juu ya jambo hilo, sio jambo la kwamba nikitaka nitatoa, taangalia, la, ni wajibu. Na ujubu kuna shurutishwa kupasa jambo hili, masharti mawili yatakiwa yatimie. Sharti ya kwanza, mtoaji awe Muislamu. Kama yeye si Muislamu, zaka hiyo haitakubalika. Kwa hiyo hii ni shartu siha, sio au shartu alwujub, shartu alwujub وكذلك شرط الصحة، شرط يكباسا وشرط يكسيه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. hakuna kilichowazuia wao kukubaliwa posho zao au vile wanavyovitoa, isipokuwa ni kwamba wao wamemkufuru Allah na mtume wake. Kwa hiyo ili iwe ni wajibu juu yako kutoa zakatul fitri,
lazima uwe Muislamu, bali ili iwe ni sharti, ili isihi zakatul fitr lazima uwe Muislamu. Umeelewa? Kadhalika uwezo, sharti nyingine ni uwezo. Mtu ambaye hana uwezo wa kutoa hajakalifishwa kutoa. Uwezo wa nini? Ni kuwa wewe unamiliki chakula cha siku ya Eid mchana na usiku, unauhakika kwamba chakula changu ni hiki, walilahi alhamd, hiki nitakula asubuhi. Kwa wale ambao wanakula mara tatu, wengine wanakula zaidi ya hapo, wengine pungufu, lakini una chakula chako cha asubuhi, chakula chako cha mchana, chakula chako cha usiku, tayari kipo wewe na watoto wako. Hiki kingine kimezidi, sawa? Kwa hiyo kinachozidi, ikizidi chakula hicho ambacho wewe unao uwezo, unacho chakula cha siku yako ya Eid na siku nyingine, tena utoe chakula kinacholiwa katika mji. Wapi wale? Wewe ushajitosheleza siku yako, katika siku yako ya Eid, matumizi ya siku ile, matumizi ya msingi, chakula, vinywaji, maskani, mavazi, toa zaka. Kinachozidi toa. Na ni wajibu kwa baba, yani mzazi, kumtolea mtoto wake mdogo, ikiwa mtoto huyo hana mali. Lakini kama mtoto anayo mali, basi itatolewa zakatul fitri kwenye mali yake, sawa? Atatolewa zakatul fitri kutoka kwenye mali yake. Jambo jingine, mtu mwingine wa kutoa zaka, ni wajibu juu ya mume kumtolea mkewe, au mwanamke kujitolea yeye mwenyewe. Pia wengine wanasema jitolea yeye mwenyewe, na kuna maneno mengi wanaozuoni katika hilo, lakini ala kuli hali, wanawake wanaume wanatakiwa watoe zakatul fitr. Kitu kingine cha msingi cha kuzingatia ni wakati wa kutoa zakatul fitri ameshaupanga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini inatakiwa jua likishazama usiku wa Eid. Leo tuangalia mwezi, pinge mwezi umeonekana au mwezi umekamilika siku 30, jua likizama tu, wakati ule ni wakati wa zakatul fitri, utakiwa utoe mpaka kufika wakati wa kuswali al-Eid, ndio mwisho wake. Na ilikuwa bora zaidi ni kutoa wakati wa asubuhi kabla ya kuswali Eid, kwa hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nukhriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam يوم الفطر ساعة من طعام. حديث ابن عمر أمر بزكاة الفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Mtume صلى الله عليه وسلم ameamrisha itolewe zakatul fitri kabla watu hawajatoka kwenda kwenye swala. Iko hiyo, lakini pia tulikuwa tukitoa zakatul fitri ile siku ya Eid katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hivyo, itafaa kuitanguliza kutoa zakatul fitri siku moja kabla au siku mbili kabla ya Eid. Ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa akiitoa sadaqatul fitri, na ilikuwa anaitoa kabla ya fitri kwa siku moja au siku mbili, sahaba. Lakini haifai kuichelewesha ukaitoa baada ya swala ya Eid pasi na udhur. Ukiichelewesha, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, yoyote atakayetoa kabla ya swala, basi hiyo ni zaka au ni sadaka yenye kukubaliwa. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat, na atakayetoa zakatul fitri baada ya swala, watu washaswali, yeye atafuta watu wa kuwapa zakatul fitri, hana udhuru wote, ni sadaka tu hiyo miongoni mwa sadaka. Alhadith rawahu Abu Daud wa ghayruhu. Ama kama mtu amechelewesha kwa udhuru, pengine amekuja kutoka safari, yeye ni mgeni, ajui atampa nani, mpaka alipompata wa kumpa watu washaswali, au pia ametoka safari, ni mwenyeji,
lakini hakumakinika kutafuta zakatul fitri. Kwa ameingia usiku ule, asubuhi anahangaika huku na kule mpaka anakuja kupata zakatul fitri, watu washaswali. Udhuru wenye kukubalika. Kwa hiyo kama hakupata nafasi ya kuitoa kabla, atatoa pale atakapokuwa amemakinika katika siku ile. Aina ya chakula kinachopasa na kiasi chake. Tunatakiwa tutoe zakatul fitri chakula kinacholiwa sana kwenye mji, hasa katika siku hizo, siku ya Eid. Katika mji wenu ikifika siku ya Eid mwala nini? Ndio chakula hicho takiwa kitoe. Sawa? Hivi watu wanakula nini siku ya Eid? Unasema unakula dona, sio? Sio dhambi. Kwamba dona siku ya Eid kwa dhambi. Kuna jamii nyingine inakula kitu kingine sio kwa wali. Katika maeneo yetu haya ukanda wa Afrika Mashariki siku ya Eid. Nijatembea. Kuna chakula kingine kinacholiwa siku ya Eid. Chips mayai. Au pia na nafasi. Basi kitoleo chakula kinacholiwa katika mji. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyofaradhisha hivyo. Kwa sababu alipofaradhisha faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadhan saa min tamrin au saa min sha'ir, wa kana ash-sha'iru yawma dhak min ta'amihim. Ibn Abu Sa'id asema shairi ilikuwa ndio chakula chao katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakitumia sana shairi, kipikwa kama ni hais, pikwa tharid, sawa, pikwa bokoboko, lakini kutumia shairi al-harisa kinapikwa watu wanakula. Watu wengine wanakuwa labda katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa kila sana wali. Hapana, wali ulikuja baadaye, na ni katika chakula kinachopendwa sana na majini. Mnakumbuka tulisema kwa sura al-Jinn hapa? Tulisoma hapo kwenye darasa. Nani anakumbuka? Tulikuwa tukisoma sura al-Jinn. Majini wanapenda sana chakula gani? Aliulizwa mmoja. Jini mmoja sana, chakula chetu tunapenda zaidi ni wali. Wali ni mtihani kweli. Ni wasahau sana kitu tumesoma, na ni kauli ambayo rajahahu al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Sheikh upo? Sio kuona kwamba jini labda unakunya madamu machafu chafu na madegani huko. Na wapi wewe na mchele? Mchele si mchele. Sasa watu jini wa wapi, lakini mchele kama ni basma nini? Rejeeni ile jambo tulisoma sisi katika sura al-Jinn. Kwa hiyo chakula ambacho ni aghlabu katika mji, watu wanachokipenda, wanachokila katika siku ile ya Eid, basi kitolewe chakula hicho. Sio watu wanakula siku ya Eid wanakula mchele bwana, kula wale wao watu wa makande. Sasa itakuwa siku ya Eid bwana tutakulaje makande? Kiasi kama kilivyotajwa ni saa min ta'am, wa kana ta'amuna ash-sha'ir waz-zabib wal-aqit wat-tamr. Watu walikuwa kila vyakula hivyo, chakula chao kilikuwa ni shairi, pia ikitolewa zabibu. Al-aqit ni maziwa ya unga ule, maziwa yanagandishwa kisha yanasagwa yanakuwa unga to aqit, kitu na samni na hiyo. Wenyewe wanajua namna ya kupika hapo zamani, na tende. Kwa al-qadru al-wajib, kiasi kinachopasa ni saa pishi moja.
kwa aina yoyote ya vyakula maadamu ni katika vyakula vinavyoliwa mahali hapo. Kuna wanaosema uzani wake kwa kilogram sasa ni kilo 2 na gramu 40, au kwa kauli ilikuwa na nguvu ngapi? Sheikh Uthaymeen anasema hivi, kilo 2 na gramu 40. Anaijaza kabisa ya saa nabii, kwa sababu ile saa ile pishi ilikuwa akitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wanaipokea kwa sanadi pia ile. Nakumbuka kuna shekhe wetu mmoja alikuwa akisomesha Jamii Islamia, anapenda sana kutoa ijaza za vitabu na nini. Akasema pia nitawapa ijaza kwa sanad ya pishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mwenye pishi hiyo yuko bara Hindi, labda mchukue namba zake za simu hapo mumfuate. Kwa watu na sanad ingiwa ufunga safari wakaifuata. Sasa mimi nimekuja kupokea kutoka kwako, nataka sanad ya hii pishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anakupa sanadi yake mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kipimo utakipata pale. Sawa. Kwa mambo tunapokea kwa riwaya pia na kwa sanadi, kwa ijaza ambayo inakuwa ni kilo 40 graman min al-burr wa min ghairi al-burr bihasabi. Suala la msingi ambalo tunalizungumza kila mara, je, badala ya mimi kutoa ngano au mchele kumpa mtu, si nimpe pesa tu? Na inawezekana ana shida ya pesa. Sawa. Kuna watu wanasema namna hiyo. As-sawab, na ndio kauli iliyo na nguvu, kwamba hili ni jambo la kiibada, ni tawqifia. Watu watatoa chakula kilichopangwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimwona ana shida, mpe hela sadaka, lakini mpe toa zakatul fitri chakula. Sasa wao mfikiri huyu mwenzangu bwana atakuwa huyu hana gesi, huyu atakuwa hana mkaa, huyu hana kitoweo, huyu mpe pesa pia, mpe zakatul fitri afu mpe sadaka. Waislamu tumehimizwa kutoa sadaka, unafahamu, lakini usibadilishe. Wewe ushaambiwa kwamba udhiya tunatakiwa tuchinje mbuzi au kondoo au ng'ombe au ngamia. Ukasema sasa mimi siku ya Eid nitachinja nyati, si mradi nyama tu. Hapana, kuna utaratibu tayari ushawekwa. Hata kama huyo nyati ana nyama nyingi zaidi hatafaa, tutabaki pale pale kwenye asili, usitoke kwenye asili. Kwani si bora si nyama tu? Nitakwenda dukani kwenda kununua nyama, nitanunua fillet safi kabisa nilete watu wale hapo, badala ya kuchinja ng'ombe au kondoo. La, ambaye chinja. Na jogoo langu kubwa kulikweli hilo na karibu kilo 16, nitalichinja siku ya Eid. Ambaye hapana, hawezi kufaa kwa udhiya. Udhiya ni ibada, mnaelewa sio? Hujakatazwa kuchinja jogoo lako siku ya Eid kukala, lakini hawezi kukaa mahali pa udhiya. Naelewa. Kwa hiyo hivyo hivyo, kama wewe wataka kutoa zakatul fitr, toa chakula, kwa sababu una huruma sana na una akili nyingi za kuona kwamba pengine atakuwa ni mhitaji, au atahitajia kitoweo, atahitajia gesi, atahitajia mafuta ya kupikia, atahitajia chumvi, pia atahitajia nguo za sikukuu. Mpe pesa. Alafu uweze kusema kwamba leo bwana, baada ya kuletea zakatul fitri ngano au mchele, nitakupa kanzu. Hii kanzu yangu ya zakatul fitri, kwa sababu ushapata huko, pengine tumekuletea, sasa chukua hii kanzu. Hapana, toa chakula. Haya ndio mafunzo aliyotuwekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na asnafu zinazofaa kupewa zakatul fitri katika zile al-asnafu 8, zile aina za watu 8 ni mafakiri peke yao, maskini basi.
Zakatul fitri hutolewa akapewa maskini peke yao siku ya Eid, fuqara wal muslimin. Ama al-amilina alaiha hapana, hatapewa, wala wa fi riqabi hawatapewa, sawa, wale wenye madeni hawatapewa. Inma as-sadaqatu lilfuqara wa bas, itakuwa imeshia hapo hapo. Umeelewa? Haya ndio maelezo mafupi kuhusu darasa yetu ya zakatul fitr. Nadhani itakuwa imeeleweka. Kama mtu anaishi mahali watu wote matajiri, kuna baadhi ya miji ukikaa ni matajiri watu, mageti tu, magari yapita tu, hakuna mtu mwenye shida na mwenzake. Watu na bidhaa zao ndio supermarket tunakwenda kuchukua, wengine ndani majumba yao kimya tu, magari tu. Ukiangalia mji huu hakuna mtu wa kumpa zakatul fitr, basi yafaa kutoa sehemu nyingine kuwapa watu wengine wenye kuhitajia. Tumeelewana? Ile itafahamu. Sasa kama unaona jamaa wako ana shida, mchele tu hautamtosha, atahitajia vocha, mpe vocha, mtumie credit, lakini zakatul fitri iko pale pale, haitabadilika. Na wanaopewa sio wale watu wako wa karibu ambao wewe wanakuhitajia, wanakutegemea kuwapa matumizi. Kwa zakatul fitri usimpe baba yako mzazi, wala mama yako mzazi, wala mtoto wako, wala wale watu wako wote ambao ni wajibu kuwapa matumizi, mke wako na wengineo. Mpe mtu mwingine kando, katika jamaa zako, ndugu zako, marafiki zako, wape minal muslimin, wape Waislamu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kama kuna kitu hatujakizungumzia hapa kinahitaji ufafanuzi, naweza Nasema Sheikh naomba kuuliza, je, yafaa kutoa zakatul fitri kiasi kingi kinachotokana na familia moja kama vile kilo 20 au 30, kiasi chote hicho kumpa mtu mmoja? Yafaa kusanya zakatul fitri yote nyumbani kwako, watu 40 50, ukampa mtu mmoja, nafaa. Sema vipi wanafunzi wa ndani katika kutoa zakatul fitri? Watoe zakatul fitri maadamu uwezo upo. Simsikia hapa kama zakatul fitri ala al-abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghiri wal-kabiri min al-muslimin. Leo kwa katika yupi hapa? Mwanamume, mwanamke, muungwana, mtumwa, mtoto mdogo, mtu mzima. Hakusema mwanafunzi wa ndani na mwanafunzi wa nje. Hakuna ubaguzi hapa. Maadamu wewe ni katika dhakari au untha, as-saghiri wal-kabiri min al-muslimin, zakatul fitri utatoa. Sifa ikiwa imepatikana pale kuwa chakula kimezidi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Tumemaliza.